Hawa ni watu wa kwanza ambao wametrendi hivi sasa kwenye mitandao. Kazi ni kueleza maovu kabisa. Jingine, eti huyu msanii ambaye amefanya zinaa akazaa mtoto kwa njia isiyokuwa kisheria, siku anafanya akika ya mwanae, eti mwanae anamfanyia akika, anadai katika misingi ya dini, anawaita mashehe kuja kuhudhuria hizo shughuli, na mashehe wanahudhuria. Kwa nini? Wakitoka na vibasha vyao. Hakuna mmoja anathubutu kumwambia yule bwana kwamba hichi unachofanya si sahihi, huyu si mwanao kwa sheria ya Kiislamu. Mwanao ni ule ulemzaa kwa njia ya kisheria. Alwaladu lilfirash, Bwana Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, mtoto ni yule aliyepatikana katika ndoa. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambalo leo tunaona linakuwa, na mmoja ya watu wanaolikuza ni mashekhe, bahati mbaya. Jambo jingine la pili nalo limeleta athari mbaya na kubwa mno, ni mambo ya mipira. Haja mipira imewachukua waliomo na wasiokuwemo. Kwa mtu yoyote aliyesoma dini, anajua misingi ya dini, katika Uislamu hakuja katazwa michezo, bali Mtume amefanya michezo na ameonyesha hasa kimatendo. Kisha simuliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akishindana na mkewe katika mbio za miguu. Kisha onekana Bwana Mtume akishindana mafarasi na masahaba zake. Kisha onekana Bwana Mtume akisimamia mashindano ya masahaba ya kurusha mikuki. Kisha simuliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya mchezo wa mieleka, kisa mashuhuri cha sahabi Rukana. Kwa hiyo katika Uislamu haujakataza michezo kabisa, na mpira ni katika mchezo, si haramu. Hatuzungumzi kwamba mpira in general ni haramu, lakini yatokanayo na michezo ya mipira hivi sasa yanaingia katika alharamu lighairihi, uharamu unaosababishwa na kitu kingine kisichokuwa ule mchezo wa mpira. Kitu gani? Ni kwamba wanaume wanacheza uchi, kwa sababu mapaja ni sehemu ya utupu, na haya madhehebu ya kwetu ndio kabisa madhehebu ya Kishafii, hilo liko wazi kabisa, mapaja ni sehemu ya utupu. Kwa hiyo mwanamume haruhusiwi kuonyesha, wao ndio michezo. Bali sheria za michezo za kutaka wewe mchezaji ni lazima uwe na hali hiyo. Ukivaa suruali nini nguo ndefu ukubali. Kwa nini? Kwa sababu hii michezo sheria zake na kanuni zimetungwa na hawa wasiokuwa Waislamu, maadui. Sasa kuna mengine ndani ya michezo, kuna matangazo ya kamari, matangazo ya riba, matangazo ya ulevi. Siku hizi, zamani ilikuwa mara nyingi wachezaji na timu zao wanacheza kama ni hobi, lakini siku hizi wanapata masponsors. Timu inakuja kampuni ya kamari inawaambia, bwana, mimi nitadhamini mazoezi ya vijana wenu hawa katika mashindano ya kitaifa ya nani sijui Taifa Cup. Kwa hiyo muda wote wa mashindano tutagharimu sisi wa mazoezi, halafu isitoshe tutalipa klabu kiasi kadhaa, na kila mchezaji wakishinda sharti la msingi mtu tuangazie kamari yetu. Ndio mnaona majezi ya maklabu makubwa kubwa yote yameandikwa hapo SportPesa, sijui majina chungu nzima yanazuka hivi sasa, kwa sababu kampuni zinakuwa nyingi, zimegundua kwamba ni njia nyepesi ya kunyang'anya watu kwa njia isiyokuwa ya kisheria kwa urahisi mno. Ndio maana unaona kamari zimejaa mpaka mitaani, munkarati hizo. Sasa baya ni kwamba hatusemi mashekhe wote, lakini wale ambao wanajulikana wamekuwa mashuhuri ndio wapenzi wakubwa hizo vilabu. Tena mtu anatangaza hadharani